Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Auba Radio, sauti ya Afrika inaunganisha bara. Mimi ni Vumilia Kondo nikikuletea habari moto moto tulizokuandalia jioni hii. Lakini vile vile siasa za Tanzania kwa muda mrefu na tamaduni zake zimekuwa ni siasa za kufungamana upande wowote. Uhusiano wa Tanzania na Rwanda wazidi kunoga kufuatia ziara ya Rais Paul Kagame, biashara na miundombinu vikipewa kipaumbele. Tuseme wamejaribu, lakini si kwa kiwango kile tunasema wamefanya vizuri. Rais Yoweri Museveni kuvunja baraza la mawaziri leo mjini Entebbe kabla ya kuanza muhula mpya wa 7. Kuna ripoti kadha wa kadha ambazo zimetoka, na ukiangalia kwa upande wa wanawake inaonyesha dhulma, especially za online violence against women zimezidi, zimekithiri sana, zimekuwa double. Na wanahabari nchini Kenya waungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari huku wakitaja changamoto za utendaji. Alan Okello looking for the one chance, and yes, it's a goal! Barabara kabisa. Utakapowadia muda wa kuzungumza michezo, tunaenda kutazama zaidi ni matokeo ya mechi ya Kariakoo Derby ya waibua wasemaji wa timu zote mbili, wasema wao vikosi vyao viko imara na mbio za ubingwa zimeendelea kuwa chachu ya ushindani ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Yahya Lisu utakapowadia muda wa kudunda viwanjani. Na msikilizaji, ungana nasi kwa undani zaidi wa habari hizi na nyinginezo. Lakini kwa sasa nimpishe Nesta Masangula kutusomea taarifa ya habari. Nesta, karibu. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Mimi ni Nesta Masangula. Kinshasa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia chama tawala cha Rais Felix Tshisekedi UDPS imeandaa maandamano ya kuunga mkono serikali ya Marekani kumwekea vikwazo rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila. Maandamano hayo yamepangwa kufanyika katika mji wa Kinshasa kuelekea katika balozi za Marekani na kutoa hotuba ya kupongeza msimamo wa serikali ya Marekani. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Shaban Luko amesema kuwa hatua hii ina umuhimu mkubwa na inaweza kuharakisha mchakato wa amani mashariki mwa DRC. Johannesburg. Watu 3 wameripotiwa kupoteza maisha kwenye meli ya kitalii ya MV Honlas iliyokuwa ikisafiri kutoka Argentina kuelekea Cape Verde baada ya mlipuko wa ugonjwa unaotajwa kuwa hatari unaosababishwa na virusi vya hantavirus. Taarifa za shirika la afya WHO zinasema kuwa miongoni mwa waliopoteza maisha ni pamoja na wanandoa raia wa Uholanzi na mmoja raia wa Uingereza akiwa mahututi katika hospitali Johannesburg, Afrika Kusini. Hata hivyo, ripoti zinasema maambukizi ya virusi hivyo yanasambazwa na panya kwa njia ya hewa, hasa iliyochanganyikana na kinyesi ama mkojo, huku maambukizi kwa binadamu kwenda kwa binadamu yakitajwa kuwa nadra kutokea. Na hatimaye Tehran. Serikali ya Iran imethibitisha kushambuliwa kwa jeshi la wanamaji la Marekani lililokuwa likisindikiza meli zilizokwama kuvuka katika mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari vya Iran vimesema kuwa makombora mawili yameripotiwa kushambulia msafara wa kikosi cha wanajeshi kinachoendesha operesheni maalum iliyotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump karibu na kisiwa cha Jask. Hata hivyo, Iran imesema kuwa shambulizi hilo limefanywa na jeshi la wanamaji baada ya jeshi la Marekani kupuuza onyo lililotolewa na upande wa serikali ya Iran. Kwa upande mwingine, Marekani imekanusha kutokea kwa shambulizi hilo, ikisema kuwa meli iliyoshambuliwa si ya Marekani. Na huo ndio mwisho taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Mimi ni Nesta Masangula. Shukran Nesta Masangula kwa taarifa hiyo ya habari. Msikilizaji, tunaanza ripoti zetu kwa kuangazia ushirikiano wa kihistoria kati ya Tanzania na Rwanda. Uhusiano kati ya mataifa haya mawili unaendelea kuimarika kwa dhamira ya kukuza ustawi wa wananchi. Ziara ya Rais Paul Kagame nchini Tanzania imeweka msingi mpya katika sekta za biashara na nishati. Mwandishi wetu Hussein Ismail amezungumza na wakazi wa Mwanza kaskazini mwa Tanzania na kutuandalia ripoti hii. Miongoni mwa miradi inayotajwa ni reli ya kisasa ya umeme SGR inayotarajiwa kuunganisha nchi hizo mbili pamoja na ushirikiano katika uzalishaji na usambazaji wa umeme, hatua zinazolenga kurahisisha biashara na kuchochea ukuaji wa uchumi wa kikanda. Wananchi wa Mwanza wamepokea ziara hiyo kwa mtazamo chanya, wakiona kuwa ni fursa ya kuimarisha maendeleo ya pamoja.
ina faida kwa sababu inaisaidia nchi ya Tanzania kupiga hatua moja kwenda hatua nyingine kimaendeleo, lakini pia katika swala la mahusiano hiyo inawapa mahusiano mazuri. Kupitia juhudi za Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki, mataifa haya mawili yameendelea kushirikiana katika kuondoa vikwazo vya kibiashara na kuboresha miundombinu, hali inayochochea biashara ya ndani ya ukanda. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wanaona kuwa pamoja na mafanikio hayo, kuna haja kuhakikisha ushirikiano huo unakuwa wa usawa. Lakini nikija upande wa hasara ambazo labda zinaweza kujitokeza, moja ya hasara naweza kusema kwamba kutakuwepo na utegemezi. Kwa upande wake, mchambuzi wa masuala ya kikanda Hamduni Maliseli anaeleza kuwa msingi wa uhusiano huo unaonekana katika sekta ya biashara ya chakula. Hilo ni jambo zuri ambalo linawezekana ushirikiano wa kibiashara baada ya mataifa haya kuwa na nguvu kiasi fulani. Tanzania imekuwa ni ghala la chakula la Rwanda, hasa sehemu za Kahama na Ngara. Wanyarwanda wengi wakifika Tanzania kuchukua chakula, lakini kimbilio la kuja kutafuta nini, kujisi hifadhi kwa maana ya kujiza maisha. Lakini watu wengi wa Rwanda kwa namna moja au nyingine wamekuwa wakija Tanzania kutafuta muru wa maisha, kufanya kazi za vibarua na kadhalika. Kauli hiyo inasisitizwa pia na mchambuzi huyo, akiongeza kuwa ushirikiano huo utaendelea kukua sambamba na mahitaji ya kiuchumi ya mataifa hayo mawili. Ni kwamba mshikamano, integration ya Afrika Mashariki itaimarika sana kutokana na miundombinu hasa ya reli ambayo inaweza kukimbia kwa siku moja tu na nusu. Kwa ujumla, ushirikiano kati ya Tanzania na Rwanda unaendelea kuwa mfano wa mafanikio ya ushirikiano wa kikanda, ukiwa chachu wa maendeleo ya kiuchumi, biashara na ustawi wa wananchi. Nikiripoti kutoka Mwanza, Tanzania, mimi ni Hussein wa Auba Swahili. Shukran sana Hussein. Tukiendelea na ziara hiyo ya Rais Kagame, mwanahabari wetu Bryson Bichwa amefanya mazungumzo na mchambuzi wa siasa za kimataifa Peter Mosniegira akitaka kufahamu kwa nini Tanzania ni mshirika muhimu kwa Rwanda katika usafirishaji. Tanzania moja kijiografia iko katika ukanda wa bahari ya Hindi ambapo kuna bandari ya Dar es Salaam. Lakini vile vile siasa za Tanzania kwa muda mrefu na tamaduni zake zimekuwa ni siasa za kufungamana upande wowote. Kwa hiyo ukiangalia kati ya Kenya, ukaangalia Uganda, ukaangalia Sudani, DRC, Tanzania inaonekana ni nchi ambayo siasa zake ni za mazungumzo, ni siasa za kuelewana na kila mmoja na kufungamana upande wowote, lakini ina faida au ina advantage ya kuwa na bahari ambayo inatumia bandari. Sasa ukiangalia bandari ya Dar es Salaam ukilinganisha na Mombasa, ya Dar es Salaam iko karibu kwa Rwanda kuliko Mombasa, na isitoshe ndani ya Tanzania kuna muunganiko wa nasaba za aina hiyo za Wanyarwanda na watu wao kwa ujumla. Kwa hiyo kumbe hilo ndilo kubwa linaloonyesha kwamba katika ukanda wa Afrika Mashariki Tanzania anaweza kuwa mshirika wa karibu wa Rwanda kuliko mataifa mengine. Ushirikiano huu wa kibiashara unaotajwa na viongozi hawa wawili utawanufaisha vipi wananchi wa kawaida katika maisha yao ya kila siku? Ujue kwanza kuna miradi karibia 42 ilifunguliwa kutoka na uwekezaji wa kampuni za Rwanda nchini Tanzania, lakini vile vile kuna bidhaa ambazo zimetoka Tanzania na kupelekwa Rwanda ambazo imefikia takriban bilioni 645. Hizo zote ni ajira, lakini kwa wakati huo zinajenga mahusiano kati ya watu na watu ndani ya mataifa haya. Kwa hiyo tunaposema inanufaishaje, inanufaisha katika ile sura pana ya kodi ambazo tunazipata, lakini vile vile kazi ambazo watu wanapata ajira na makato mengine ya serikali ya kikodi ambayo yanatokana na utendaji kazi huo. Kuna mpango wa ujenzi wa reli kutoka Tanzania hadi Rwanda. Je, uliweza kuzungumzwa jana kwenye mkutano wa marais hao wawili? Hilo jambo lilijadiliwa kwenye mkutano wa jana. Wakaeleza kwa waandishi wa habari katika communique yao kwamba wataendelea kushirikiana kuhakikisha angalau kuna kuwepo ujenzi wa reli mpaka Kigali, ikiwa na misingi ya kuboresha usafirishaji wa watu, lakini vile vile na bidhaa katika mataifa hayo. Je, changamoto za kiusalama ndani ya ukanda wa eneo la Maziwa Makuu zinaweza kuathiri kasi ya ushirikiano huu? Nini kifanywe?
Ni kweli inaweza kuathiri, kwa sababu pale ambapo hakuna utulivu katika mataifa haya na kukawepo fujo za za aidha zitokanazo na siasa na chaguzi, au basi kuwa na watu wa kuhasi kwenye haya mataifa, ni dhahiri yanahatarisha kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kutakuwepo utulivu wa kushughulika na shughuli za kiuchumi na uzalishaji utadorora. Kwa hiyo kumbe swala la usalama ni swala mtambuka sana kuhakikisha mataifa haya yanafanya vizuri katika uzalishaji wao. Hilo la kwanza. Lakini kwa upande wa pili, kwamba nini kifanyike, ni kuendelea kuwa na ushirika wa kimkakati wa pamoja wa kuona hizi wanavyoweza kufadhili shughuli za ulinzi na usalama, na hasa operations mbalimbali ambazo zinalenga katika matumizi ya madawa ya kulevya, upotevu wa watu, manake human trafficking na human smuggling, masuala yanayohusiana na ugaidi, ujangili na masuala mengineyo ambayo yanahusisha ile tunaita cross border crime. Naam, shukran sana mwanahabari wetu Bryson Bichwa kwa mahojiano hayo. Naam, wakati Rais Kagame akiwa amemaliza ziara yake siku ya Jumapili namna hiyo, tayari Rais wa Kenya Mheshimiwa William Samuel Ruto naye amekwisha wasili nchini Tanzania na amepokelewa na mwenyeji wake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na kesho anatarajiwa kulihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutoka nchini Tanzania sasa tunaelekea nchini Uganda, ambapo Rais Yoweri Museveni anatarajiwa kufunga rasmi baraza lake la mawaziri leo mjini Entebbe. Hii inafuatia kumalizika kwa muhula wake wa miaka 5 kabla ya kuapishwa wiki ijayo kuanza muhula wa 7. Ripoti zaidi na Isaac Mumena kutoka pale nchini Uganda. Kikao cha baraza la mawaziri cha leo katika ikulu ya Rais Entebbe ni cha kipekee kufuatia muhula wao kumalizika, na Rais Museveni anatarajiwa kuvunja rasmi baraza hilo la mawaziri. Baraza la mawaziri waliohudumu muhula uliomalizika leo ni mawaziri 32 na manaibu waziri 50. Jumla wanahitimisha baraza la mawaziri 82. Katika muhula uliomalizika kumekuwa na changamoto nyingi ya baadhi ya mawaziri kwa tuhuma za ufisadi, kama vile wizi wa mabati aliyokuwa yanapelekwa mkoa wa Karamoja kuwasaidia vijana waliosalimisha silaha haramu kwa serikali kuanza maisha mapya. Baadhi ya raia wa Uganda wanazungumzia baraza hilo la mawaziri lililomaliza muda wake. Tuseme wamejaribu, lakini si kwa kiwango chile tunasema wamefanya vizuri. Kwa nini? Naona hawa wa mawaziri hili ilikuwa vitu wanapelekea watu ya Karamoja mabati. Sasa hao watu waliiba mabati ama walipeleka wakawacha watu ya Karamoja. Sasa kwa rais atarudisha wanawake, sababu najua ndugu wangu wanawake naonekana kwa president anaona hawana shida sana, hawana changamoto sana kama wabwana. Museveni anatarajiwa kuapishwa wiki ijayo tarehe 12 Mei kuongoza muhula wa 7 madarakani. Baada ya hapo, kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 14 Mei wabunge wataapishwa na baadaye Rais Museveni kutangaza baraza lake jipya la mawaziri. Katika baraza lililopita, wanawake walipewa nafasi za juu serikalini. Mchambuzi wa siasa wa Moto wa Bete alikuwa na haya ya kuzungumza. Ni baraza lililokuwa na madoa mengi. Unakumbuka mwaka uliopita miaka 2 iliyopita mawaziri karibu 22 walipatikana kwenye kesi ya kupora mabati iliyokuwa inachukuliwa kwa watu wa fukara wa huko Karamoja. Na kwa jumla mimi naweza kusema lilikuwa baraza lenye aibu sana, na sura ya Uganda kuanzia pale duniani ilijaa ukosefu wa heshima. Baraza ambalo limekuwa na wazee wengi. Wewe kwa maono yako unatarajia nini baraza litakalofuata? Kwa wakati huu baraza lake litakuwa na watu wengi chini ya miaka 40. Na wazee pia hata watupilia mbali, kwa sababu hilo akilifanya wazee nao watamuuliza, wewe unapata nguvu wapi ya kubaki uongozini, na sisi ukasema tumechoka.
Upande wa upinzani umekuwa ukikosoa serikali ya Rais Museveni kwa kuwa na idadi kubwa ya baraza la mawaziri na kutumia fedha nyingi za mlipa kodi kuwalipa mishahara. Haijulikani kama Rais Museveni anaweza kupunguza baraza hilo. Isaac Amena wa idhaa ya Kiswahili Auba Radio. Naam, upande wa pili pale nchini Kenya, wanahabari wameungana na wenzao duniani kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Lengo kuu likiwa ni kujadili changamoto zinazowakabili katika utendaji kazi wao wa kila siku. Diana Wanyonyi ana maelezo zaidi. Hapa mjini Mombasa, wasiwasi kubwa umeibuliwa kuhusu usalama wa wanahabari kufuatia ripoti za kuongezeka kwa vitisho, matukio ya utekaji nyara, mashambulizi ya kimwili pamoja na unyanyasaji wa mitandao. Afisa mratibu wa eneo la Mombasa kutoka Baraza la Vyombo vya Habari, Maureen Mudi, amesema dhulma dhidi ya wanahabari zinaendelea kuongezeka, hali inayotia doa juhudi za kulinda uhuru wa vyombo vya habari nchini. Ukiangalia the last ranking ya Reporters Without Borders, Kenya ilikuwa ranked position 117 katika countries ambazo violations za press freedom zilikuwa zimezidi kwa kiwango kibaya. Kuna ripoti kadha wa kadha ambazo zimetoka, na ukiangalia kwa upande wa wanawake inaonyesha dhulma especially za online violence against women zimezidi, zimekithiri sana, zimekuwa double. Mombasa tumepoteza zaidi ya waandishi 3 katika hali ambazo si za kueleweka. Walifanya story za fertilizer, wakafanya story za biashara, wakakufa kwa hali ambazo hazikuwa za kueleweka. Mwandishi anaweza fanya story ikamletea shida, wakati mwingine itakuwa labda ni ameandika kitu na mtu hakufurahia, akaenda akampiga ama akavunja vyombo vyake vya kazi. Baadhi ya wanahabari waliozungumza nami wamesema mazingira ya kazi yamekuwa magumu zaidi, wakitaja changamoto wanazokumbana nazo kazini. Kwa jina naitwa Brian Otieno, nafanya kazi na shirika la The Star Newspaper under Radio Africa Group. Siku ya leo ni siku muhimu sana kwetu kwa sababu tunaona ule uhuru wetu kidogo unaanza kupungua. Ile space ambayo tulikuwa nayo inaanza kushrink. Nchi bila free press si nchi. Kwa majina naitwa Bakari Ali kutoka shirika la Radio Kaya hapa Pwani. Tunapoelekea katika uchaguzi, tunajua kwamba kuna baadhi ambao pia ni viongozi ama wanasiasa wanamiliki hivi vyombo vya habari ama wako na shares katika hivi vyombo vya habari. Unapata pia kupata ile uhuru wa kuweza kuexpress kwa sababu kuna mirengo tofauti tofauti. Lakini unapata baadhi ya media houses labda zinakuwa on na hawa politician ama hawa wanasiasa ama serikali. So inabidi mnataka let's say kutoa ile usawa ama haki ama uwazi kwa kila mtu ili apate kupata zile taarifa, lakini unaogopea. Kwa majina nafahamika kama Haji Ramadhan, ambaye pia ni afisa wa mawasiliano katika serikali ya kaunti ya Mombasa. Afrika ama taasisi tunapozungumzia Kenya ni kuwa tasnia hii ya wanahabari ipewe nafasi yake iweze kutekeleza wajibikaji ule ambao unaotakikana katika taasisi za serikali. Wao ndio gatekeepers za kuhakikisha policies zimewekwa sawa ambazo zinaweza faidi kwa wananchi wote kwa jumla. Kwa upande wake, mshirikishi katika shirika la Vocal Africa, Walid Sketi, anasisitiza umuhimu wa kulinda wanahabari ili kuhakikisha upatikanaji wa taarifa sahihi na mazingira mazuri kwa wanahabari. Sisi wasiwasi wetu ni kwamba wanahabari hawaangaliwi vizuri, hususan na hizi si kwa ubaya, lakini hizi kampuni nyingi unapata mwanahabari anakwenda kiwanjani, lakini zile gears za kuwa protect na nini ndio unapata hawana muhimu. Na unapata mara nyingi hawa wenye vyombo vya habari, ukitokea ghasia mwanahabari akirudi station, kitu cha kwanza anaulizwa gadgets ziko wapi ama gadgets ziko sawa, haulizwi usalama wake. Wito huo unakuja wakati Kenya ikijiandaa na uchaguzi mkuu ujao, kipindi ambacho mara nyingi huambatana na ongezeko la hatari kwa wanahabari. Diana Wanyonyi, Auba Kiswahili, Mombasa, Kenya. Naam, pale nchini Sudan Kusini, wakati raia wakijiandaa kwa uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia mwezi Disemba, Marekani imeweka sharti la kuachiwa huru kwa wafungwa wote wa kisiasa kabla ya kutoa msaada wa kifedha. Amra Taj ana undani wa taarifa hii. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu milioni 2 nchini humo bado wanaishi kama wakimbizi wa ndani, huku mamilioni wengine wakikabiliwa na uhaba wa chakula kutokana na migogoro wa muda mrefu ya kisiasa. Hali hii inaibua maswali kuhusu utayari wa nchi hiyo kuendesha uchaguzi huru na wa haki. Ni katika muktadha huo ambapo Marekani imeweka wazi kuwa msaada wake wa kifedha unategemea hatua ya kisiasa zinazochukuliwa na serikali ya Sudan
Sudan Kusini, ikiwemo kuhakikisha haki za kisiasa zinaheshimiwa. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa za kimataifa wanaona masharti hayo kwa mtazamo mpana zaidi. Mhadon Marcel amezungumza nami akiwa Mwanza, Tanzania. Sasa ni mitazamo, lakini nafikiri Marekani na mataifa mengine ya Ulaya ndio yanaonyesha rangi halisi kwamba hawezi kukupa msaada au kukupa mkopo kwanza uonyeshe jinsi gani unaweza kutimiza masharti yao. Masharti yale yanaweza kuwa makubwa au magumu au mepesi. Kauli hiyo inaakisi uhalisia wa uhusiano wa kifedha kati ya mataifa yanayoendelea na wahisani wakubwa, ambapo misaada na mikopo mara nyingi huambatana na masharti ya kisiasa na kiuchumi. Lakini pamoja na masharti hayo, bado kuna changamoto za ndani ambazo zinaendelea kulikumba taifa hilo changa. Bado kuna mambo mengi ya kushughulikia ndani ya Sudani ya Kusini ambayo kwa bahati mbaya haijashughulikiwa kamilifu. Na kutokushughulikiwa kamilifu ni kutokana na Sudani ya Kusini kuwa na rasilimali ya mafuta ambayo mataifa makubwa haswa Marekani na Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na nyinginezo zinatamani kuyapata, na nafikiri zina ukaribu wa jinsi ya kuyapata. Kwa hiyo katika hili unakuta hawako tayari kushughulikia mambo ya usalama wa nchi, alimradi tu tayari anaweza kutoka ndani kwa usalama na yakaendelea kukwenda bila kupunguziwa. Hali hii imekuwa ikiibua hofu kwamba ushindani wa kimataifa juu ya rasilimali unaweza kuathiri mwelekeo wa kisiasa wa taifa hilo, hasa katika kipindi hiki nyeti cha kuelekea uchaguzi. Katika hatua nyingine, baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa masharti ya kuachiwa wafungwa wa kisiasa yanaweza kuwa na sura mbili, moja ya kidemokrasia na nyingine ya kimkakati. Wanaweza kufanya hivyo ili kuwashawishi wale wanaoachiliwa au walioko ndani waone kabisa kwa Marekani ni nzuri. Kwa hiyo wenye kuunga mkono wakiwa nje kama ni vyama vya kisiasa vianze kuiona Marekani kwamba ni nchi muhimu katika kuhifadhi. Kwa hiyo kulazimisha mamlaka iliyopo kuunga mkono vile vile mataifa ya Marekani. Kama yote hayafanyiki kwa nia nzuri, yote yanafanyika kwa nia kutafuta ushawishi wa kisiasa. Licha mitazamo hiyo, wadau wa kidemokrasia wanaendelea kusisitiza kuwa kuachiwa kwa wafungwa wa kisiasa ni hatua muhimu katika kujenga mazingira ya uchaguzi huru wa haki na jumuishi, hali inayoweza kurejesha imani ya wananchi kwa mfumo wa kisiasa. Uchaguzi wa Disemba unatarajiwa kuwa kipimo muhimu cha mustakabali wa Sudan Kusini, ikiwa utafungua ukurasa mpya wa amani, umoja na maendeleo, au utaendeleza changamoto zilizodumu kwa miaka mingi. Amrit Haji, Idhaa ya Kiswahili, Auba kutoka Zanzibar. Tukihitimisha ripoti zetu jioni hii, wadadisi nchini Kenya wameisifu ziara inayotarajiwa ya Rais wa Nigeria Bola Tinubu juma hili. Ziara hii inatarajiwa kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kunufaisha sekta ya gesi na mafuta. Mwandishi wetu Dennis Wanyonyi anaarifu zaidi. Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu anatarajiwa kufanya ziara ya siku 2 nchini Kenya baadaye mwezi huu. Haya ni kulingana na idara ya mawasiliano ya afisi yake. Tinubu ambaye atazuru Kenya na kuhudhuria kongamano la African Front Summit litakalofanyika kati ya Mei 11 hadi 12 na litongozwa na mwenyeji wake Rais wa Kenya William Ruto pamoja na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Aidha anatarajiwa kuzuru mataifa Ufaransa na Rwanda. Kwenye ziara yake katika mataifa haya matatu, Rais Ahmed aidha anatarajiwa kufanya kikao na marais wa mataifa hayo kama njia mojawapo ya kuboresha biashara na miundo msingi. Baadhi ya mambo yatakayojadiliwa kwenye ziara yake barani Afrika ni pamoja na jinsi ya kuboresha miundo msingi, jinsi ya kukabiliana na tatizo la tabia nchi kwa maana climate change, pasi na kuangazia nafasi za uwekezaji. Hata hivyo, baadhi ya wachanganuzi na wanadiplomasia nchini Kenya wameelezea hisia mseto kufuatia ziara hiyo, wengi wakitabiri kuwa vita zinazoendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran ndio chanzo kikuu na umuhimu wa ziara hiyo. Kulingana nao, ziara ya Rais Tinubu itafungua mwanya mpya wa kibiashara baina ya Kenya na Nigeria. Kwenye mazungumzo na AU Radio Swahili jijini Nairobi, Vincent Kimosop, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na mwanadiplomasia, anasema kuwa ziara ya Rais Tinubu huenda ikawa afueni kwa Kenya, ikizingatiwa kuwa taifa la Nigeria lina ukwasi katika masuala ya gesi na mafuta. Sasa Nigeria wao wana watu wengi, inamaanisha hilo ni soko na hata katika kipindi ambacho tuko sasa hizi hii vita ya Iran pamoja na Amerika na
na Israel imezidisha umuhimu wa kukuwa na refinery kama kile Dangote amefanya nchini Nigeria. Naam. Sasa wakati ni bora hasa wakati huu sheria zitekelezwe, uhusiano iweze kupewa uzito, na najua itasaidia katika mambo ya biashara. Itakumbuka kuwa ziara ya Rais Tinubu inajiri wakati kumekuwa na kejeli kwenye mitandao ya kijamii baina ya Kenya na rais wa Nigeria kutokana na kejeli za Rais William Ruto kuwa raia wa taifa hilo la magharibi mwa Afrika hawaelewi Kiingereza. Dennis Wanyonyi, AU Radio, Nairobi. Shukran sana Dennis Wanyonyi kwa kutuhitimishia kwa upande wa ripoti zetu jioni hii ya leo. Ni wakati sasa wa viwanjani, tuungane naye Yahya Lisu kwa habari za michezo. Yahya Lisu, hali ikoje huko? Alan Okello looking for the one chance, and yes, it's a goal! Shukrani sana Vumilia Kondo kwa kijiti hichi, na karibu sana msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Auba. Kunako mbilinge michezoni, tuyatazame yale yote yaliyojiri na kushika hatamu katika ulimwengu mzima wa kimichezo. Mimi ni Yahya Lisu. Ligi kuu soka Tanzania bara iliendelea jana kwa mchezo mmoja wa dabi ya Kariakoo, ambapo katika dimba la Meja Jenerali Samuyo, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa ni wenyeji wa wananchi Young Africans katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Katika pambano hilo lilovuta hisia za mashabiki wengi ndani na nje ya nchi, Simba walipata mabao mawili mwanzoni mwa kipindi cha kwanza kabla ya wananchi Young Africans kurudisha bao moja mwishoni mwa kipindi cha kwanza. Na mwanzoni mwa kipindi cha pili, wananchi Young Africans walifanikiwa kufunga bao la pili na kuifanya mechi kumalizika kwa sare ya mabao 2-2. Katika mchezo uliochezwa hapo jana katika dimba la Meja Jenerali Samuyo, matokeo hayo yanaweka wananchi kileleni wakiwa na alama zao 48, huku Simba wakibaki nafasi ya pili na alama zao 43. Mara baada ya mchezo huo, msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema timu hiyo imeimarika ikilinganishwa na msimu uliopita baada ya jana kupata sare ya goli 2-2 dhidi ya watani wao wajadi wananchi Young Africa. Ahmed Ali amesema mpaka sasa imetimia miezi 4 tangu kocha Steve Barker kukisuka kikosi hicho na kuleta mabadiliko chanya mbele ya mtani wake. Kwa undani wa taarifa hii tunaungana na mwanamichezo wetu Samuel Male kutoka Tanzania. Msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema timu hiyo imeimarika akilinganisha na msimu uliopita baada ya jana kupata sare ya goli 2-2 dhidi ya watani wao wa jadi. Ahmed Ali amesema mpaka sasa imetimia miezi 4 tangu kocha Steve Barker kukisuka upya kikosi hicho na kuleta matokeo chanya mbele ya mtani wake. Tumetoka sare ya kwanza ya bila kufungana, ya pili ya goli 2-2. Na ukiangalia matokeo yote hayo ni mpinzani wetu ndiye ambaye anaponea chukuchuku. Mechi ya kwanza amenusuriwa na muamuzi, mechi ya pili makosa ambayo tumeyafanya ndani ya kiwanja yamewanusuru, ndo hatimaye wakapata sare ya bao 2-2. Kwa hiyo ukiangalia kwenye maendeleo ya kikosi, ukiangalia namna ambavyo timu yetu ina improvement kubwa, ukiangalia namna ambavyo wachezaji wetu wanaongezeka hali ya kujiamini na kujituma, tuna kila sababu wana Simba ya kujivunia. Kwa upande wake kocha wa Yanga Pedro Gonzalez amesema ubovu wa eneo la kuchezea katika uwanja wa Meja Isamuyo iligharimu timu hiyo kufungwa magoli 2 ya mapema katika mchezo huo. We tried to understand the pitch in the first minutes. We started well. It's strange. We started well. But then more or less in 1 minute to 1 minute half, 2 minutes, a big mistake. So a big mistake offer to a strong opponent. Naye mchambuzi wa soka nchini Tanzania Ramadhan Faraji amesema kuna uwezekano mkubwa wa klabu ya Yanga kuwa bingwa msimu huu baada ya jana kupata sare ya goli 2-2 dhidi ya mtani wake. Na unaweza kuthubutu kusema kwamba Young Africans msimu huu anakwenda kuchukua ubingwa kwa mara ya 5. Mara nyingi kwa soka la Tanzania tumezoea Simba ili aende kuwa bingwa lazima ambiti Young Africans. Kama ana uwezo wa kupata alama 4 mbele Young Africans, Simba na nyakati bora za kwenda kuwa bingwa. Young Africans kama ataweza kumbiti Simba Sports Club walau apate alama 4, anaweza kwenda kuwa bingwa. Na msimu huu michezo yote miwili imetamatika kwa sare. Mchezo wa kwanza ulichezwa pale New Amani
Complex visiwani Zanzibar, na game ile itamatika kwa suruhu, lakini dabi ile ilienda na waamuzi waliliwa kichwa, naweza kusema. Kama itoshi, tumeshuhudia mchezo wa marudiano ambao umechezwa siku ya jana, au mchezo wa mkondo wa pili ambao imekwenda kwa sare ya mabao 2-2, na imekuwa nzuri sana bado kwa Young Africans ambaye anaongoza kwa utofauti wa alama 5. Simba Sports Club wamebakiza dua pekee kwenye michezo 10 iliyotamatika, ambayo imebakia michezo 10 sawa na alama 30. Kwa hiyo kama Young Africans anapata alama zote 30, basi anakwenda kuwa bingwa. Kama atapata alama 27, bado Young Africans anakwenda kuwa bingwa. Kwa hiyo Simba Sports Club dua yake ni kwa Azam FC aweze kumstopisha Yanga, lakini pia JKT Tanzania aweze kuwastopisha Young Africans. Kutoka viwanjani, naitwa Samuel Male wa Auba Radio. Naam, shukrani sana Samuel Male kwa taarifa hiyo. Na sasa tutazame taarifa nyingine ambapo klabu ya Al Ahly ya Misri imetangazwa mabingwa wa mashindano ya klabu bingwa za Afrika kwa wanaume 2026 baada ya kuifunga timu ya Rwanda ya Police VC kwa seti 3 mfululizo, 25-20, 25-21 na 25-22 katika fainali iliyofanyika kwenye BK Arena mwishoni mwa juma. Mengi zaidi na Christopher Karenzi akiwa Kigali, Rwanda. Mchezaji kutoka Cuba Maso Alvarez alikuwa na mchango mkubwa kwa kufunga alama 13 na kuiongoza timu yake kutoa taji la 17 barani Afrika na bila kupoteza hata seti moja. Kocha Mmarekani ambaye anainoa Al Ahly Gordon Mayforth alikuwa na kauli hii. So I've been in Zimbabwe and Zambia. Nimekuwa Zimbabwe, Zambia na Morocco. Nafikiri kiwango kipo, lakini pia kunahitajika kupewa nafasi ya kujionesha. Wachezaji kutoka Algeria, Tunisia, Misri na Libya, naamini kiwango kitaendelea kupanda. The Libyans, I think their level will keep going up. Polisi walikandikwa na Al Ahly jumla ya seti 3-0. Licha ya upinzani mkali kutoka kwa washambuliaji wa polisi Betim Mateus na Elfaz Makuto pamoja na pointi 5 kutoka kwa mchezaji wa kati Frank Shaka, timu ya Rwanda ilishindwa kuhimili kasi na nguvu za Al Ahly ambayo walitwaa seti ya kwanza kwa ushindi wa 25-20. Kocha wa Polisi Volleyball Club Musoni Fredi ameridhika na kujivunia kutinga fainali na kunyakua nafasi ya pili barani Afrika. Hii ni safari ya Police VC ambapo chini ya miaka mitatu ikishiriki mashindano haya imefikia nafasi ya pili barani Afrika. Ni hatua kubwa. Mara ya mwisho kushiriki mashindano haya ilikuwa mwaka 2024. Tulimaliza katika nafasi ya 6 na sasa tumefika nafasi ya pili. Hiki ni kiwango kinachoonyesha tunaweza kushindania ubingwa. Kocha Paul Bitoke kutoka Kenya akiwa kwenye ngazi ya kuongoza makocha kwenye shirikisho la mpira wa wavu Afrika CFB alikuwa na kauli hii. Kwa kweli sikuwa natarajia ya kuwa timu ya Rwanda inaweza kutoka kwa nambari 4 na kufika kwa finali siku ya leo. Na hii imeonyesha kuwa determination ile president wetu Paul Kagame huwa na imisa kwa watu ya kuwa we are small country but we are big dream. And you have shown that we can do it in volleyball. Mchezaji bora wa mashindano ya mwaka huu 2026 Isa Abdelrahman anayekipiga katika Al Ahly Volleyball Club mwenye umri wa miaka 24 alifungia timu hiyo kwa pointi 60. Kwa timu za mataifa jirani, KPA ya Kenya ipo kwenye nafasi ya 6, Kepa ya Rwanda ya 7, Nemo Stars ya Uganda kwenye nafasi ya 10, huku APR ikiwa kwenye nafasi ya 11, Rukinzo ya 20, huku Prison Volleyball ya Tanzania ikishikilia mkia kwenye nafasi ya 24. Rais wa shirikisho la mpira wa wavu Afrika CFB Bi Butra Haj alikuwa na ujumbe huu baada ya mashindano haya. Congratulations to Masri and congratulations to Police Rwanda. Mashindano hayo yalianza tarehe 22 Aprili na kutamatika mwishoni mwa juma. Christopher Karenzi, Auba Radio, Kigali. Naam, shukrani sana Christopher Karenzi kutoka Kigali, Rwanda kwa taarifa hiyo. Naam, na kufikia hapo ndivyo ambavyo natamatisha bilinge michezoni siku hii hapa ya leo. Nirudishe kijiti hiki kwake Vumilia Kondo. Mimi ni Yahya Lisu. Shukran sana Yahya Lisu. Msikilizaji, kabla sijaweka nukta kwenye matangazo yetu jioni hii ya leo, nikukumbusha yale ambao ulipata kuyasikia. Lakini vile vile siasa za Tanzania kwa muda mrefu na tamaduni zake zimekuwa ni siasa za kufungamana upande huo. Uhusiano wa Tanzania na Rwanda wazidi kunoga kufuatia ziara ya Rais Paul Kagame, biashara na miundombinu vikipewa kipaumbele. Tuseme wamejaribu,
lakini si kwa kiwango chile tunasema wamefanya vizuri. Rais Yoweri Museveni kuvunja baraza la mawaziri leo mjini Entebbe kabla ya kuanza muhula mpya wa 7. Kuna ripoti kadha wa kadha ambazo zimetoka, na ukiangalia kwa upande wa wanawake inaonyesha dhulma, especially za online violence against women zimezidi, zimekithiri sana, zimekuwa double. Na wanahabari nchini Kenya waungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, huku wakitaja changamoto za utendaji. Ndivyo ambavyo ninaweka nukta kwenye matangazo yetu jioni hii. Kumbuka kuendelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za Auba Swahili. Mimi ni Vumilia Kondo, ni kutakia usiku mwema, na usisahau Auba Swahili ni sauti ya Afrika inayounganisha bara. Alamsik.